Jamii ya Wata ni mojawapo ya jamii ya kale zaidi ambapo wangali kutambuliwa kama kabila rasmi au jamii inayojisimamia yenyewe. Leo hii nimefunga safari kujua mengi kuhusu jamii hii ya Wata. Nimefika katika kijiji cha Chamari kilicho katika eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi. Hapa ndipo jamii ya Wata wanapatikana kwa wingi, jamii ya kale sana yenye historia ndefu isiyofahamika vyema na wengi. Katika kijiji hiki ninakutana na mzee Jacob Kokani, mzee wa jamii hii na mwenyekiti wa baraza la wazee. Ananieleza historia ya kina kuhusu jamii yao. Anasimulia Wata walitoka Yemen na walikuwa wakitegemea maisha ya uwindaji na ukusanyaji wa matunda, yani kwa lugha ya Kiingereza hunters and gatherers. Jina langu ninaitwa Jacob Kokani. Mimi ni mzaliwa wa location ya Chamari. Kijiji ninaishi iko upande wa Chamari sub location. Ninatoka katika jamii ya wazee wakitokea upande wa kijiji cha Gandi kuja Chamari. Lakini kuja kwa Kenya, sisi kama jamii, sisi ni Wahushi kwanza. Tumetokea eneo la Yemen. Naongea Cushitic language speakers. Tukavuka Red Sea tukaingia upande wa Afrika kule Ethiopia. Ikawa hiyo ndio mahali tumekaa kama jamii kutoka Yemen kama daraja jamii ya Kushites. Tukatulia maeneo ya from Taru Desert, Tana River. That's Waterland. Wakati tukiingia huku, tulikuwa sisi ni watu ambao ni hunters and gatherers. Tuna conserve, when hunting we still conserve wanyama. Tunakula wale, chakula chetu ilikuwa ni nyama. Tulikuwa tunakula fruits, matunda ya msituni, asali, alafu na nyama. Nikisema Big Five mnaelewa, ndovu. Tulikuwa tukikaa tukuwinda. Jamii ya Wata walikuwa wakiishi katika mapango ya milima ya Savo na maeneo ya mbugani, hasa kule Savo. Wata walikumbwa na dhulma wakati wa ukoloni, ambapo walihamishwa kwa nguvu kutoka maeneo yao bila kuwepo ardhi mbadala. Aidha, baadhi ya wazee wao walitumika vibaya na wakoloni kuwadhulumu jamii hiyo hiyo ya Wata na kuhamisha kwa nguvu. Mawindo yetu ilikuwa ni mawindo ya kukonserve, kwa sababu watu tunawinda kwa sababu biashara. Tunaangalia mnyama amekomaa, tunakula huyo kwa siku mingi. Wakati serikali ya mzungu ilikuja na mambo na license hunting, wakaja kwanza wakaharamisha uwindaji wa jamii yetu. Wakati wakiharamisha hawakuangalia maisha yetu, walikataza watu kwenda winda. So wakachukua baadhi ya wazee wetu vundoa kusoma, wakafundishwa bunduki na akawafanya askari wa game. So wakatumia wao ili kusimamisha, maana walikuwa wanajua njia gani tunatumia kuwinda nini. So ikatumika hiyo 1950s kule, watu wakaanza kupigwa, wakauawa. Je, jamii ya Wata wanaishi maeneo gani katika kaunti ya Kilifi? Mzee Jacob Kokani ananieleza kuwa jamii hii imekita kambi katika eneo la Chamari, kaunti ya Kilifi. In Kilifi County, jamii ya Wata wana reside katika sub-county 4. Sub-county ya kwanza ni Magarini ambao wanapatikana kwa wingi. Chamari location ndio kuna jamii kubwa ya Wata. Mbali na Chamari wanapatikana upande wa Chakama location, wanapatikana upande wa Ungale location, huko Dakaja sub-location, Kaskini, and upande wa Adu wanapatikana Adu, Kamale and Kulesa, Gongoni kule Ngomeni, Mododoni, Mambrui. In Malindi sub-county, eneo la Takae, Maweni, Parakachembe, Mabuani. Kilifi North wanapatikana eneo za Dabaso, kule Masangoni, kwenda mpaka Majaoni, hata Msabaha, Kibarani Ward. Then ukienda Ganze sub-county, wako na full sub-location ambayo inaitwa Gede Mitangani. Hata assistant chief anaitwa John Wario Dara. Mzee Kokani analalamikia kutowakilishwa kwa jamii yao katika serikali kuu tangu Kenya ipate uhuru. Jambo la kushikitisha ni kwamba Wapemba walikuja juzi kama jamii kutoka Tanzania, ile hali jamii ya Wata ni jamii asili. Jamii asili ambayo hata Bantu wote waliwakuta. Cha kushikitisha mpaka up to date, serikali ya kitaifa haijatutambua. Kutambuliwa mpaka uwe na namba ya sajili
katika daftari za serikali kwamba hii ni kabila moja hapo jamii ya Kenya. Nikisema hivyo ni kwamba sisi kama jamii tuna code. So wakati tukikutana na officials wa serikali wakatuchallenge kwamba tunakaa wapi, sisi ni wangapi, tukajaribu kufanya hesabu haraka tukapeana. Wao walifikiri tuko less than 8,000, of which haikuwa hivyo. Ikaondolewa generally in Kenya kwamba tusivetiwe, but still hatuvetiwi. Jamii ya Wapemba ilipotambuliwa na hata wa Makonde, kwetu sisi tulikuwa tunaona ni kama kutengwa kwa sababu sisi ni watu asilia. Awer ni jamii na reside in Lamu County ambao walitoka Somalia, na wale Awer sio hatusikizani. Kuja kwa mazishi ya baba speaker aligusia kabisa kwamba ni kweli, lakini karibuni watapata kodi, nitakuja kuwapea, lakini imegeuzwa kama jambo la kisiasa. Wacha tuseme si sasa kutoka Kenya Yumbu ama kutoka Nuhu katika serikali ya kitaifa hakuna kiongozi ambaye tulitambuliwa naye aidha kwa kuteuliwa na serikali ama jamii kupeana na serikali kukubali kwamba ndio, ila tuko na chiefs katika serikali ya kitaifa. Huko upande wa coast tuko na machief, mbali na chief tuko na dio mmoja peke yake ambaye anatoka katika Tana River County, yeye ndio dio kwa sasa. Hata hivyo, hivi majuzi serikali ya kaunti ya Kilifi ilifanya hatua ya kihistoria kwa kumteua mmoja wao wa jamii ya Wataa kuwa afisa mkuu, yani chief officer, kwa jina Philip Wario, hatua inayosema imewapa matumaini makubwa. Uwakilishaji wa kisiasa chini ya uongozi wa mstahiki gavana Gideon Mung'aro, uwakilishi wa kisiasa kama nominated MCA sisi hatujapata, ila tu kwa mara ya kwanza dunia hii na katika kaunti zote Kenya, ile Mung'aro alitufanyia ni kwamba alikubali jamii ingie katika serikali yake. Hatuna waziri, ilikuwa tuko na chief officer mmoja na officer ambaye alikuwa sub county administrator ambaye kwa sasa kwa headquarters. Tuko na hao wawili, chief officer mmoja ambaye ni executive chief officer. Tunashukuru kwa hilo kwa sababu hata ni dunia mzima hakuna, yeye tulipatana na akatutambua. But upande wa nomination, kwa sababu tuko na haki ya nomination, hatujapata. Hili ni jambo ambalo tuko napiga gumzo nalo hapo katika bunge. Hapo ndio kila kitu kinakuwa, kodi inagawanyiwa hapo. Huyu chief officer, so sisi kama jamii tunashukuru, lakini tunataka tuwe katika meza ya mgao. Na je, kama jamii ya Wataa maeneo wanakoishi serikali imeweza kufikisha maendeleo? Mzee Kokani ananielezea. Chini ya mstahiki gavana Mung'aro imetufikia kwanza mradi ambao sisi tunavulia kofia na tunaushangilia na kushukuru ni wa maji. Kutoka zamani sisi tulikuwa tunakunywa maji, watu tuseme tu kwa lugha mbaya, tunakunywa maji na wanyama. La pili, barabara vile umekuja, naona umekuja ukaiona kidogo, barabara imeangaliwa. Even though kuna sehemu kalba, lakini barabara at least tunaweza kufika Malindi. Then mradi mwingine ambao tumeangaliwa hapa county, serikali ya county imeangalia chekechea. Kuna madrasa ya chekechea zimejengwa, zile PP1, PP2 zimejengwa. Tuko na mradi ambao katika mpango sasa hivi ambao ni wa ile health center ijengwe maternity ward na pia ifanywe renovation watu waweze kuzalia. Stima ishafanywa survey, so moto unakuja. Serikali ya kitaifa kabla mbunge wetu kusimamishwa, nafikiri kule chini umeona maji yanapita, lakini umepita na karibu kalibati kubwa kuboresha miundombinu ya barabara. Na also tumejengewa madarasa, hata kufikia saa hii kuna madarasa zinaendelea hapa Chamari. Lakini katika hatua hiyo kubwa changamoto zipo. Mzee Jacob Kokani ananieleza changamoto ambazo wamekuwa wakizipitia kama jamii. Hakuna ile scholarship special for jamii ya watu. Wakati mstahiki gavana alisema yeye anatoa scholarship kwa watoto wanaoenda national schools, kuna baadhi ya vijana wa jamii ya Wata ndani ya Chamari hata nje ya Chamari wako wana hiyo scholarship, wanapewa full scholarship, na zile zingine ni basari ambayo tunangangania kama wale. Ila cha ajabu tu, kwa mfano CDF committee kuna mwakilishi secretary anatoka kwa jamii ya Wata. Comes to Wings to Fly, kwanza hapo tumedhulumika sana. Committee ya elimu Wings to Fly kikaa, sisi tuko na wengi sana ambao walikuwa wanahitaji, lakini hatukupata. Mpata mmoja tu, one I think in a whole county ni one kijana mmoja tu kwa Machakos. But hasa sisi Chamari kama jamii, Chamari ward na itengenezwe especially for minorities ambao wako Chamari. Tukiwekwa hapo kwa bidii hatuka kubwa, tutapata kiongozi wetu, tutachagua, na tukichagua kama ward yetu uongozi tutakuwa nao. Sasa hii mambo mengi itakuwa hakuna, tutakuwa katika meza direct. Even though division it means a lot, but ward ni muhimu sana kwa sababu uwakilishi wa kisiasa. Na isikome hapo tu,
In the larger Mijikenda community kuna sub clans ambazo ni kidogo kidogo, but ukiangalia vizuri hata wao representation wanayo, lakini sana wanatumia wale kucover our position while we are here as IPs. Wakati tulikuwa tunapewa vitambulisho baada ya kuangaziwa na uchunguzi ama vetting, tulikuwa tuna watoto wanaweza kukaata miaka 24 hawajapata vitambulisho. Ilikuwa ngumu sana, lakini kutoka rais aje aondoe na wakakubali kwamba kuna jamii isivetiwe, at least sasa hivi mtu anaweza kuomba kitambulisho na akapata kwa wakati unaohitajika. Vitambulisho watoto wetu wanachukua kwa wingi, na hata tuko na panel ya kuhamasisha vijana. The moment tumemaliza ama hata kwa secondary uko na 18 years and above unachukua vitambulisho. Kile tu kinatusumbua ni Marafa division. Hii kituo chetu cha vitambulisho hapa iko na hiyo polepole, lakini imetubidi tunapeleka watoto mpaka Gongoni kwa headquarter ya sub county ili watoto. So vitambulisho tunachukua kwa wingi. Kile kinafanyika kwa upande wa wanyama na hizo conservation ama reserve parks ni jambo ambalo linatuudhi sana. Jambo la kwanza, hata umeenda mbali kuangalia ati kuna fedha fulani katika ile kodi inatengewa kwanza baada ya jamii kuthibitiwa kwamba hawatawinda, hata wale watu walikuwa kiandiko kama game kasimamishwa kuandikwa hawaandiki. So in wildlife department ilikuwa hakuna hata mmoja wetu. Ila mwaka jana mimi kama kiongozi wa jamii nilichukua hatua kwenda kumwona director wildlife Kenya, nikaongea naye. Is when tuliajiriwa watoto Tana River mmoja, in county mmoja, Lamu mmoja, Kilifi mmoja, Kwale mmoja and Voi mmoja. Alafu la kutia uchungu kabisa, mbali na hizo revenue, so hata kwa ajira ni juzi tumefanya kuajiriwa, ile serikali ambayo inapakana hiyo park ambayo ni Taita, hiyo park haijatenga chochote kutupatia kama jamii. Pili, hata ile county afadhali Kilifi, hata mfagiaji katika county ya Taita, mfagiaji wa barabarani. Yote 9-10. Kuna tukio la hivi majuzi ambalo limeacha jamii ya Wataa na maswali mengi. Wakati wa zoezi la kuandikisha maafisa wa idara ya magereza, yani Kenya Prison, jambo lisiloeleweka lilitokea ambalo mzee Kokani anasema ni kielelezo cha changamoto wanazozipitia kila siku. Juzi tumeona jambo la ajabu sana. Kwanza wacha niseme Mungu atupe nguvu na tuende jitetea vipi. Zoezi la kuandikwa askari wa magereza ilifanyika katika division ya Marafa, kiwanja cha Polytechnic ama vocational training ya wa Marafa. Na mimi mwenyewe na wazee kadhaa tulikuwa hapo kwa jamii, na watoto wa jamii tulienda nao. Wacha huko mali na wapi, maana hapa ndio na we believe hata kule kwingine pachukulia. Kwanza 3 days to that activity tukaambiwa kwamba ili mtu apate kuajiriwa pale lazima apeane 1350. Mimi kanifikia, nikapigia DCC, kaambia hiki nasikia mama shikio yangu ni kweli. Akaniambia nini? Kama sema nani alisema hivyo? Kaambia sasa tajamu, lakini this is what the fuck. Akaniambia no, sisi tunajua lazima kuna ratio, kama wanataka watu wangapi lazima IPs na maendeleo wapate yao na wale wengine wapate yao, na hii mimi niko levu, lakini nitaagiza hilo jambo. Mimi nikaenda na watu wengine wakaenda. Imagine kuna hata watoto wa youth kutoka our community wa youth wamekuja ili kutaka hiyo kazi. Kuna dio mmoja alikuja akasema hata kama nyinyi ni minority, unless you have 250,000 ama 350, no work, no space for you. And that's what happened. Kaa chini, watoto wetu wawili wamesukuma mpaka wamequalify kila kitu, wametupwa nje because hatuna hiyo pesa. Hakuna mtu mmoja wetu ameajiriwa. Kuna wazee wawili ambao sasa hivi kuna kitu cha ajabu walifanya kwamba hawako record, lakini SEC tunamjua kwa jina alisema na waambia hiki ni lazima mfanye, bila hivyo hampati, na hatukupata. Akasema hata wale watakaofaulu pale tapiga simu wasipewe. Ina maana gani? Kwa maana wale walilipa walipata. I wish tungekuwa na pesa tungeenda kotini kusimamisha hiyo nini recruitment, kwa sababu ilikuwa very biased. Sisi kama jamii ndogo tulimeondoka, hatuna kitu. Si kwamba watoto wetu hawakufaa, wamefaa, wamequalify, wengine from NYS hawakupewa hiyo chance because we have no money. Na ni SEC ameongea kitu, si kwamba hata ni mtu mdogo. Unajua nilipoambiwa nikaambiwa sasa ukiongea kitu utauawa, vitisho. Lakini mimi niliwaambia mbona hamku record hiyo mtu akiongea. Jua aliongea na watu wawili kando kabisa, and that's what happened. So kwa ufupi nakwambia hatukuajiriwa. Nataka ulisikize hiyo kitu. Mtoto wa Wata atateseka yote vile mpaka afike elimu na akose soko la ajira. Kuna sababu ya kusoma. Toleo hiyo ADC mimi nafikiri ni kiwiliwili. We say the so-called ADC but with other people inside ambao wako pale kuloot ardhi. It is in blocks za hunting. Wakati serikali ilikuja watu wakapiga ndovu na kulipa serikali kupeleka nyama kwa Kosovo and other area. Wakati mzungu alitoka anaitwa Martin Anderson kwa sababu ya kasha kushikana na makashufta kupiga ndovu, serikali ilitake over. Kama serikali ilikuwa wakati wa wazungu na jamii watu waliagana from Kisiki to Dimabul huko wafanye hiyo shughuli yao. This area kutoka Kisiki to Adu is almost 600,000 acres. Ilikuwa ni community. Kingangusha nyumba za watu na shughuli zingine ziko ndani. Tumengangana, tumepitisha ni kit Senate, tukapitisha National Assembly, tukapitisha County Assembly.
Juzi ndio alikuja rais hapa anasema in 2 months atarekebisha kitu, ardhi irudi kwetu. But ukiangalia ndani kuna biashara inaendelea. Jamii ya watu wale ambao wako na hati miliki in Chamari location hakuna hata mmoja. Na wale walipata hati miliki through Dakacha, hati miliki zao zingine zimekorofishwa, wamesema ni IDC. Our question is, how can a government ipatie mtu title ardhi ambayo ina claim ni? Akiwa mwenyekiti wa baraza la wazee, Mzee Kokani anaomba jamii ya Wataa iungwe mkono, itambuliwe rasmi na lishirikishwe kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Nafikiri changamoto ambazo tukana sasa hivi ambazo ni za dharura, kwanza ni ardhi irudi kwa jamii. Sababu without land hakuna community. 2, lazima tupewe code, tutambuliwe kama jamii asili ya Kenya. 3, ambayo imekuwa mbaya zaidi, lazima tupate mwakilishi wa kisiasa. Either tupewe ward ama nomination tupewe kama haki yetu. Hizo 3 zikifanyikana, hayo mengine tunaweza kuzipigania. Serikali ya county ndio inamiliki ardhi sasa hivi. Kama juzi walivyokana wa kumwambia Ruto mpaka kaongea, hakikisha ardhi irudi. Hiyo wangefanya hiyo, ardhi tu irudi, ADC semekane ardhi imerudishia wananchi. Kufanya hiyo nitakuwa ni jambo la maana sana. Kama vile Mung'aro alikosa usingizi wa kulala mpaka aje kutupatia maji kama zawadi ya Christmas. Nafikiri ingekuwa jambo la kwanza. La pili zuri sana. Na pia nafikiri kilo chetu zaidi tukatiwe ward ama tupewe nomination. Tutakuwa tumefikia ndoto yetu ambayo tumeililia kila siku. Tukimalizia, Mzee Kokani ana jambo moja kwa jamii yake linaloishi katika kaunti ya Kilifi. Neno langu la mwisho kwa jamii ya Watha. Jamii ya Watha imefanya uchaguzi wa halali mwaka uliopita mwezi wa 9 tarehe 20, na viongozi wakatangazwa, wakapewa certificate, na hata mimi nikaibuka kuwa mwenyekiti wa baraza la wazee. Ila katika jamii tunahitaji umoja zaidi. Baraza lazunguka liweke mikutano. Tunahitaji umoja kwa sababu tukipuka gawanyana hatutafika mahali. Jambo la maana kama jamii lazima tushikane mahali tulipo in Kilifi County. Tuongee lugha moja, tuende pamoja. Maamuzi ya kura hasa tufanye pamoja. Tusigawanywe ati huyu ni wangu, yule. Japo tu wachache, umoja wetu na nguvu. Tushikamane, tukae pamoja, tuelimishe watoto wetu waende shule, tuelimishane. Tukija mahali pa sasa ni kuchagua kiongozi, tuchague kiongozi ambaye atakuwa pamoja na sisi. Sasa hivi sisi kama jamii tumeona tofauti kubwa kwa mstahiki gavana Mung'aro. Na tunataka jamii ishikane pamoja, tuangalie na tuikuje karibu sana na serikali. Na wakati ambao utafika kwamba ni kura, tuwe pamoja, tusigawanywe, kwa sababu wenzetu ni lazima tuishi pamoja, tuelewane pamoja, tushikamane pamoja, tuende pamoja. Jambo la kwanza, chief officer amekuwa wa msaada. Si mbali tuna msaada, amekuwa kujisifia. Sasa hivi tukaenda Kilifi, tukisemekana sisi ni watu. Hata yule alikuwa anatudharau anasema hawa watu ni wa chief fulani. Hawa watu wako na chifu hao. Hata sasa hivi maji katika tukiinua simu tunasikizwa, kwa sababu bila kusikizwa maji kuja itafikia chifu, itafikia gavana. So kile kiwiliwili chake pale kimetullinda. Vunzoni mmoja ujue katika jamii nzima ya Kilifi ni mmoja. Ukigonga ofisi utaambiwa wewe nani fulani kutoka wapi? Chamari. Wewe ni kabila gani? Wa karibu. Hata kama kulikuwa kuna kitu nataka kuinuka kwa sababu gani? Jamii ya Wata ni takriban 5,000 hapa Kilifi, na matumaini yao makubwa yako katika viongozi wa kisasa wa kaunti kuwasaidia kuinua maisha yao. Pia wanakilio kwamba Chamari iwe wadi ya kujisimamia, ya kutegemea jamii dogo kama jamii ya Wata. Pia wanakilio ya kwamba wapate uwakilishaji wa kisiasa na uwakilishaji wa kikazi katika nyadhifa mbalimbali serikalini. Mimi ni mdadisi. Bayana FM inatikisa.